kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Leo tutazungumzia mabadiliko ya tabia nchi. Hii ina maana gani? Dunia inapata joto zaidi. Kwanza, tuelewe kitu kinaitwa athari ya chafu. Kuna gesi angani zinazoshika joto la jua. Hii inasaidia dunia isiwe baridi sana. Bila gesi hizi, dunia ingekuwa baridi sana. Maisha yasingewezekana. Lakini sasa kuna tatizo. Gesi hizi zimeongezeka sana. Joto linabaki zaidi ndani ya dunia. Hii ndio joto la dunia kuongezeka. Kwa miaka 50 tu, joto limeongezeka zaidi. Sababu kubwa ni makaa ya mawe, mafuta, gesi. Tunapotumia gari au umeme, inaenda angani. Pia kukata miti hupunguza CO2, sasa inapungua. Kuna pia gesi nyingine kama methane. Maisha yetu ya kila siku yanaongeza gesi hizi. Wanasayansi wanasema wazi, mabadiliko ya tabia nchi ni ya kweli na yanaongezeka haraka. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.